Kuendeleza somo letu kuhusu sikukuu ya Pentekoste, the Feast of Pentecost, na pia iliitwa the Feast of Weeks ama sikukuu ya majuma, na tukasema Wayahudi waliita Shavuot, na tukaona ya kwamba utimizaji wake ni katika Kristo na kule kuzaliwa kwa kanisa na kuanza kwa mavuno ambayo yatakuja kukamilika kutakapokuwa na ingathering ama kusanyiko la mavuno yote. Wale tuliokuwa na wao wakati huo tulisoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 15 hadi 22, tukasema na Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 9 na wa 12 ndiko mambo hayo kuhusu sikukuu ya Pentekoste imeandikwa. Na tukasema sikukuu hiyo ya Pentekoste ni siku mojawapo ya siku tatu ambazo ziliwahitaji waume wote wa Israeli waweze kwenda kujionyesha mbele za Bwana kule Yerusalemu. Yaani Mungu alikuwa ameamrisha kati ya zile sikukuu 7 alikuwa ameamrisha sikukuu 3 ambazo lazima ama iliwapasa waume wa Israeli waende wakajionyeshe mbele za Bwana mjini Yerusalemu. Na sikukuu zinginezo 2 zilikuwa ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu na ile ya mahema. Hiyo inatueleza ni kwa nini kulikuwa na watu wengi Yerusalemu siku hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Wale ambao wanasoma mambo ya siku ya Pentekoste wanasikia ya kwamba wakati Roho wa Mungu alishuka na wale watu wakaanza kuongea kwa lugha, kulitokea Wayahudi walitoka kila pahali duniani. Ni wangapi wanakumbuka maandiko hayo? Kulikuwa na Wayahudi walitoka kila pembe za dunia na wakashangaa kwa sababu walisikia hawa wakinena lugha ambazo zinanenwa kule walitoka. Hawa watu walikuwa wamekuja kwa sababu sikukuu ya Pentekoste ni mojawapo ya siku ambazo ilibidi waume wa Yahudi watoke kila mahali duniani waende Yerusalemu. Hata inaaminika ya kwamba yule towashi Mkushi ambaye alihubiriwa na Filipo akirudi kwao Ethiopia alikuwa ameenda Yerusalemu kwa shughuli hizo. Sasa wakati anarudi Ethiopia ndio wanakutana na Filipo. Simamkumbuka yule towashi Mkushi. So ndio sababu kulikuwa na Wayahudi Yerusalemu kutoka mbali. Na unajua watu ambao ni wapishi wataweza kuuliza watu hawa walipatikanaje hapo? Kwani walijua kutatokea kitu hiki? Walikuwa wamekuja Yerusalemu kwa sababu ni kawaida katika sikukuu hii Wayahudi kutoka kila pembe ya dunia kwenda Yerusalemu. Ni kama vile Waislamu wanaenda Maka. Hiyo si imeeleweka kabisa. So mambo hayo yalikuwa ni mpangilio wa kiungu, na kama tulivyosema kuhusu sikukuu hizi zote ni kwamba zinafanyika, they are divine appointments, appointed times. An appointed time inafanyika wakati uliotengwa. So mchungaji akiniambia anataka kuniona siku ya Alhamisi saa 8, I need to keep that time. Siwezi kwenda Wednesday nimwambie nimekuja kwa sababu ya ile appointment, ama niende Friday
Ati kwa sababu tulikuwa na appointment ndio nimekuja. An appointed time inafanyika wakati uliotengwa. Na kwa sababu hizi ni appointed time ambazo Mungu mwenyewe ameziweka, you can expect. Unajua tunasemaga kwa kawaida ati wazungu wanajua sana ku keep time. Kwa sababu mzungu mkiambiana ni saa 4, ni saa 4. Ana keep hiyo time. Lakini Mungu is a better timekeeper than anybody else because God is perfect. Na Mungu hawezi kushikwa na jamu, hawezi kushikwa na tunaweza kupatia reasons. Nimechelewa kwa sababu gari yangu ilitoboka, nilishikwa na jamu, lakini Mungu has no excuse. Kila ambacho amekisema kinafanyika at the appointed time. Bwana Yesu asifiwe. So yalikuwa ni katika mpangilio wa kiungu mambo hayo yatendeke. Na tukasema ya kwamba siku ya Pentekoste ilikuwa ifanyike majuma 7 baada ya siku ya malimbuko, sikukuu ya malimbuko. You will count 7 Sabbaths. 7 Sabbaths ni kusema ni majuma 7. Na ukihesabu Sabato 7, siku ifuatayo ndio itakuwa siku ya Pentekoste. Tunarudia kwa sababu watoto wamesema turudie. Bwana asifiwe. So walikuwa wahesabu Sabato 7, siku ifuatayo Sabato ya 7 ndio siku ya Pentekoste. So 7 times 7 is 49. The next day will be 50. Ndio kwa maana siku ya Pentekoste ilifanyika siku ya 50 baada ya malimbuko ama baada ya kufufuka. Tulisema kufufuka kwa Bwana Yesu ndiko kunatimiza malimbuko, si ndio? Na hapo tukaulizana swali tukasema, ili kutimiza malimbuko Bwana Yesu hakupaa mbinguni mara moja alipofufuka. Alikaa hapa duniani, neno linasema alikaa siku 40. Alikaa siku 40 hapa duniani akijionyesha kwa watu wengi ili ku-create evidence ya kufufuka kwake. Lakini siku ya 40 akapaa na akawaambia wanafunzi wake waende wagoje Yerusalemu, watapata ahadi ya Baba. Na kitu akatuambia mara moja ya kwamba waligojea siku 10. Waligojea siku 10 kwa sababu Pentekoste ilikuwa ifanyike siku 50 baada ya kufufuka. Na baada ya kufufuka alikaa siku 40 kabla ya kupaa. Anapopaa ndipo anawaambia waende wagoje. Kwa hivyo waligoja siku 10. Na haingefanyika kabla ya siku 10. Wala haingefanyika siku ya 11. Kwa sababu ilibidi ifanyike at the appointed time. Yesu alikuwa na uwezo wa kutuma Roho Mtakatifu immediately alipopaa, lakini hakutuma Roho Mtakatifu. Angechelewa ije baada ya siku 10. Lakini kwa sababu kitendo hiki kinafanyika kama vile Mungu alikitenga katika zile sikukuu za Waisraeli, lazima kifanyike at the appointed time. Ndio kwa maana Biblia inasema hasa ile ya Kimombo, when the day of Pentecost was fully come. Ilikojea siku ya Pentecost ifike kamili, ndipo Roho wa Bwana aweze kushuka, ili kila mtu ajue ya kwamba kitendo hiko kimetendeka kutimiza sikukuu ya Wayahudi ya Pentecost. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio kwa maana tulisema Wayahudi walioamini, kwa sababu kuna Wayahudi hata mimi mara ya kwanza kabisa kuwa na interest na mambo haya ya feast, nilisikia yakiongewa na Myahudi aliyekuwa akihubiri mahali, na alihubiri kwa dakika kidogo sana, akataja juu, lakini moyo wangu ukawa stirred kwenda kutafuta kufanya research ya mambo hayo. Lakini Myahudi akiongea mambo hayo anakuwa very excited, kwa sababu ni mambo ambayo
anayaelewa zaidi kuliko sisi ambao sio Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema ya kwamba siku ya Pentekoste pia ilikuwa ni siku ya kuanzishwa kwa mavuno, lakini tukasema ni mavuno tofauti na mavuno yale ya malimbuko, kwa sababu as the first fruit Yesu anaanzisha mavuno kutoka kwa wafu. As the first fruit, kama malimbuko, anakuwa mavuno ya kwanza kutoka kwa wafu. Na hiyo tulielezea, na tukaelezea ni kwa nini afufuke siku hiyo na asifufuke peke yake, na ni kwa nini asipae mara moja anapofufuka. Hayo yote tuliweza kuyaelezea. Lakini sasa siku ya Pentekoste ni mwanzo wa mavuno ya aina nyingine, mavuno ya nafsi za watu kutoka ufalme wa giza hadi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mavuno ya Pentekoste sio mavuno ya kufufuliwa kutoka kwa wafu, lakini pia kuna ufufuo, kwa sababu kama neno linavyosema, wakati tulipokuwa wafu katika dhambi zetu, alituhuisha pamoja na Kristo na akatufufua pamoja na Kristo. Lakini sasa si ufufuo wa mwili, ni ufufuo wa nafsi zilizokuwa zimekufa katika dhambi. Je, inaeleweka? Tulikuwa wafu, lakini hatukuwa wafu tukazikwa, si ndio? Ule ufufuo wa Kristo alipofufuka kutoka makaburini, ni vile miili yetu pia itakuja kufufuliwa. Lakini katika kufufuliwa nafsi zetu ni mavuno ya kutoka katika ufalme wa giza na kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So kimsingi Pentekoste pia ni sikukuu ya mavuno. Na tulisoma andiko ambalo ni muhimu, na ningetaka ukienda nyumbani ama ukipata nafasi utafakari andiko hilo. Ni Kutoka 34, Exodus 34 and verse 22. Exodus 34 and verse 22. Andiko hilo ni muhimu kwa sababu linasema hivi kwa Kimombo: and you shall observe the feast of weeks, of the first fruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at the year's end. Bwana asifiwe. Wacha nielezee kitu hapo. Kama tulivyosema, ni kwamba sikukuu ya Pentekoste lazima ifanyike siku 50 baada ya first fruit. Baada ya first fruit. Na sikukuu 4, sikukuu ya Pasaka, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, sikukuu ya malimbuko na sikukuu ya Pentekoste zinafanyika mwanzo wa mwaka. So Pentekoste inafanyika mwanzo wa mwaka. Lakini andiko ambalo tumelisoma hapo Kutoka 34 inafungamanisha, andiko hilo linafungamanisha sikukuu ya Pentekoste na sikukuu ama siku kubwa ya kuleta mavuno yote itakayofanyika lini? Mwisho wa mwaka. Hebu tusome tena ili hilo lieleweke. And you shall observe the feast of weeks, of the first fruits of the wheat harvest, and the feast of ingathering at the year's end. Hebu tumakilike hapo. Sikukuu ya Pentekoste inafanyika mwanzo wa mwaka, si ndio? Lakini inafungamanishwa na tukio lingine ambalo litafanyika mwisho wa mwaka. So hiyo ni muhimu tushike, kwa sababu kama
mtakavyokumbuka, tulisema sikukuu ya Pentekoste inaanza mavuno. Inaanza mavuno ya nafsi kutoka ufalme wa giza hadi ufalme wa Mungu. Lakini mavuno hayo ambayo yanaanza siku ya Pentekoste yanaendelea hadi mwisho wa mwaka. Mavuno yaliyoanzishwa siku ya Pentekoste yanaendelea mpaka mwisho wa mwaka, pale ambapo mavuno yote yatakusanywa. Ndio kwa maana andiko hilo linaongea kuhusu mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka, kuhusu hayo mavuno. Nafikiri hilo limeeleweka, kwa sababu haya ni mavuno ya ngano. Haya ni mavuno ya ngano, na mavuno ya ngano sio kama ya mahindi. Ngano haivunwi once, it is not harvested once in a year. Ile kitu kinachukua muda mfupi, hakikai shambani the whole year. So mavuno yanayoanza siku ya Pentekoste yanaendelea mpaka mwisho wa mwaka. Wakati unajua hata katika kulipa fungu la 10 walikuwa wanalipa mavuno ya mwaka, sio ya kila mwezi ama kila harvest, ni mavuno ya mwaka. So mtu ajue mwaka huo wote amevuna nini. Ndio kulikuwa na hiyo gathering ya mwisho wa mwaka, na hiyo pia inaonyesha kanuni ya mavuno katika hatua mbili. So tukastaki kudwell sana katika mambo hayo. So tukasema ya kwamba ili kuwe na mavuno ya nafsi, lazima kuwe mahali ambapo nafsi hizi zikivunwa zitawekwa. Na ilikuwa Mungu ameordain ya kwamba watu wakitolewa kwenye ufalme wa giza, wakiokolewa, waingizwe kanisani. The church is the holding ground ya mavuno ya nafsi ambazo zimekombolewa kutoka ufalme wa giza. So ili mavuno yaanze, lazima kuwe kanisa tayari liko mahali ambapo mavuno haya yataingizwa. Tunaelewana hapo? Hata katika mavuno ya kawaida, mtu ambaye hana ghala la kuweka mavuno, ilibidi kwanza atengeneze ghala. Tunakumbuka yule mzee aliambiwa, wewe mpumbavu, nafsi yako inatakikana leo. Alikuwa ameona mavuno mengi, akajiambia atapanua ghala. Hiyo ilikuwa hekima. Ni hekima kupanua maghala, lakini moyo wake haukuwa na kunyenyekea mbele za Mungu. So kanisa ilibidi lizaliwe ili nafsi zitakazovunwa ziingizwe kanisani, si ndio? Na kanisa linazaliwa siku ya Pentekoste, wakati Roho Mtakatifu anajuka juu ya wale wateule, si ndio? Na hapo ndipo Baba Deo alikuwa anasema ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye ana assemble mwili wa Kristo. Yeye ndiye anachukua kiungo hiki na kile, anazifanya kuwa mwili mmoja. Na tukatoa mfano wa vile watu wana assemble magari. The Holy Spirit is the one who assembles the body of Christ. Na mwili wa Kristo ndio kanisa. So ilibidi kanisa lizaliwe ili kupatikane mahali ya kuvunia nafsi ambazo zinakombolewa. So siku ya Pentekoste ilitimizwa na Kristo kwa kuzaliwa kwa kanisa na kuanza kwa mavuno ya nafsi zikiingizwa kanisani. Na tulisoma maandiko kadha wa kadha. Tulisoma maandiko kadha wa kadha katika kitabu cha Mitume, ambayo yalikuwa yanaonyesha jinsi watu waliokolewa wakaingizwa katika kanisa.
Hata siku hiyo ya Pentekoste walihubiriwa na Petero, wakaamini watu 3,000 wakaongezwa katika idadi ya kanisa, si ndio? So mavuno yakawa yameanza. Nilikuwa nataka kutafuta maandiko hayo katika kitabu cha Mitume ambayo yanaashiria ama yanatuonyesha jinsi watu waliokolewa wakiongezwa katika kanisa. Kulikuwa na maandiko kadha wa kadha ambayo tuliyapitia kwa haraka. Sijui ni kwa nini siyapati hapa ili tuweze kuyaangalia kwa kina. Nakumbuka hata Baba Dewa akisema tunakimbia hapo sana. Ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume, yanaonyesha jinsi kanisa lilivyoenea kwa kasi na katika kuongezwa watu kanisani. Ukiangalia kama tulivyosema ni kwamba siku ya Pentekoste waliongezwa watu 3,000. Ukiangalia Matendo sura yake ya 4 na mstari wa 4 inaongea kuhusu watu 5,000. Acts 4 verse 4 naongea kuhusu watu 5,000. Matendo 5 mstari wa 14 inasema wengi wakaongezwa. Matendo 8 mstari wa 12 inasema Wasamaria wakaamini. Na ukisikia Wasamaria wanaamini, hiyo ni kumaanisha kanisa halikuongezeka Wayahudi tu, liliongezeka na watu wa mataifa, kama sivyo. Matendo 9 mstari wa 31 makanisa yakaongezeka. Matendo 11 mstari wa 21 watu wengi wakamgeukia Bwana. Matendo 16 mstari wa 5 makanisa yanaongezeka kila siku. So mavuno yaliyoanza ile siku ya Pentekoste kwa waumini kuongezeka 3,000 yaliendelea mavuno hayo, na tunamshukuru Mungu kwa sababu mavuno hayo bado yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mavuno hayo bado yanaendelea. So ni katika kurevise mambo ambayo tuliyapitia. So tulisema ya kwamba yanapoanza yale mavuno yanaashiria kuanza kwa ufalme wa Mungu. Na manabii walikuwa wametabiri ufalme utakuwa juu ya Bwana Yesu. The government shall be upon his shoulders. Isaya anasema 9, ufalme utakuwa juu yake. Na hata ndugu yetu Danieli alikuwa ametabiri kuhusu Kristo kama lile jiwe lisilochongwa na mtu, ambalo liliangukia ile sanamu ya Nebukadneza, likaivunja, kisha likanenepa, lile jiwe likanenepa, likajaa ulimwengu wote. Na Isaya anasema utakapoanza ufalme huo utaendelea bila mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu anasema Torati na manabii yalikuweko hadi wakati wa Yohana Mbatizaji. Tangia wakati huo ufalme wa Mungu unahubiriwa na kila mtu anajisukumia ndani yake. Ufalme ulipoanza kuhubiriwa, sasa ni wakati wa ufalme kuenea. Ni wakati wa mavuno makubwa kutoka ufalme wa giza. Wakolosai 1:13, aliyetukomboa kutoka kwa ufalme wa giza na kutuhamisha hadi ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Now hiyo ni kitu inaendelea. Hata wakati unaona tukitoka pale mchungaji tunaenda kuhubiri pale, ama wakati unamwitnessia mtu na mhubiria mtu, ni mavuno tunaleta. Na siku moja tutasimama mbele za Bwana, kila mtu atasimama na kazi yake na mavuno yake.
Itakuwa ni vibaya mavuno yakiletwa, wewe usimame pale bila mavuno yo. So this is a challenge. Wakati watu watapeleka mavuno, utapeleka nini? Ama utakuwa tu kwa line? Ndio siku zile za kitabu tulikuwa tunafanya harambee za Moi, tulikuwa tunamoto na panga line na pesa zao. Kama unajua una pesa, wewe unapiga kombo unatoroka. Lakini sasa ile mavuno ya Bwana hawezi kutoroka. So the challenge today is tutakapopeleka mavuno, when the ingathering is happening, na kila mtu anapeleka mavuno, mimi nitapeleka nini? Wewe utapeleka nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu mavuno yanaendelea. Na tuendelee tu. So neno linasema ya kwamba Mungu aliwaongeza kanisani wote ambao walikuwa waokolewe. And as many as should be saved, Mungu aliwaongeza kanisani. Na hapo ndipo tukasema wale watu wanatuhubiria leo, hasa katika mitandao, wanatuambia waliacha kabisa, hawakuacha Mungu. Huo ni upatili. It is not possible. Ni uongo. Wale watu ambao Mungu anataka kuwaokoa anawaweka kanisani. Sasa wale wanatoka kanisani hawawezi kusema wakali katika safari ya wokovu. Bwana asifiwe. Wanaweza kuwa katika kanisa mbaya, waache. Kuacha kanisa mbaya si kuacha kanisa. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuachana na kanisa mbaya kwa sababu umejua wafundishi ukweli, lakini you cannot remove yourself from the body of Christ, kwa sababu ni katika mwili wa Kristo Mungu anaongeza wale anataka kuwaokoa. Ni katika mwili wa Kristo Mungu amewachilia uwezo wa kuwajenga wale ambao wanataka kuwaokoa. So you cannot leave the church and remain in God, because God has ordained those that shall be saved are in the church. Amen. Anawalete kanisani. So ukitoka kanisani unajiondoa kutoka kwa milki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot leave the church and still remain in God. Kwa sababu kwa wakati huu kanisa ndilo ghala la Mungu na wale ambao amewaokoa kutoka ufalme wa giza. Na ndio tukasema tujihadhari wale wanaongea kuhusu kuacha kanisa. Hata wengine wanasema hakuna Mungu kanisani, lakini mimi nasema Mungu hayuko kando ya kanisa. Bwana asifiwe sana. Because it pleased him that the fullness of God ikae ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo hakuna Mungu nje ya Kristo. Na kanisa ni mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haya yanaeleweka. Ndio kama mambo mengi yanasemwa yanakuwa fashionable yakisemwa. Yanasikika ni kama ni mazuri, lakini ni uongo wa shetani. Kanisa ndio mwili wa Kristo. Na hakuna Mungu kando ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. So tunaona kanisa likaendelea kukua. Tumesoma maandiko hayo yote na tukasema mavuno yanaendelea. Na tulisoma maandiko mengi ambayo yalituonyesha how the ingathering shall be. Wale walikuwa tulisema vile the ingathering shall be. Paulo anasema wa Korintho wa kwanza 15 ya kwamba kufumba na kufumbua, waliokufa ndani ya Kristo watafufuliwa, waliobaki watabadilishwa na pamoja tutanyakuliwa. Anasema katika kitabu cha Wathesalonike, wakati tarumbeta itakapopigwa. Tutakuja kuona hayo vizuri tutakapofanya sasa ile siku ya tarumbeta, the Feast of Trumpets. Lakini kutakuwa na ingathering.
Yesu alisema Mathayo 24, atatuma malaika wake watukue watu wake kutoka pembe zote za dunia. Kuna wimbo tunapenda kuimba unasema atakuja, ndio vito vikusanywe. There will be a gathering. Vito ile ya Kikuyu na ya Kizungu inaonyesha ya kwamba ni vitu ambavyo vimeumbwa zikawa vitu vya ajabu, vimeumbwa kwa mkono wa Mungu. Anapokuja anakuja kuchukua hizo vitu zikusanywe. Pia tunasema when the saints are gathering in. Kuna ile siku ambayo wateule vito vinakusanywa, na itakuwa ni siku kubwa. Biblia inaiita the day of the manifestation of the sons of God. Ni maonyesho, itakuwa ni maonyesho ya Mungu. Sijui kama umewahi kwenda exhibition ama ile ya mwisho ulienda ni ile ya Nairobi show. Unakuwa na exhibition nyingi. Hata mataifa yanakuja kuonyesha vitu vyao. Unasikia kuna exhibition ya Faransa kule ya KICC kuonyesha vitu zao na teknolojia ya kisasa. Watu wanaenda kule wanaona mitambo ya kisasa mpaka wanashangaa. Siku hiyo itakuwa ni maonyesho ya Mungu. Mungu kuonyesha ile kazi amekuwa akifanya all along, kufunua. Kama vile mchungaji amesema, itakuwa ni siku ya kuku ya 21. Kama kuku angekuwa na sauti, anaweza kusema sasa kujeni muone ile kazi nimekuwa nikifanya siku 21 ndio hii. Muona vifaranga, uhai mpya. Vito. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku Mungu atasimamisha dunia hii aonyeshe. And it will be a great procession. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu itakuwa ni a great, unaka barabara pale chini ya All Saints Cathedral. Ametoka hiyo Kenyatta Avenue ameenda Isarasi. Kanaitwa procession way. Ni kwa nini siku zile za sikukuu hapo ndio walikuwa askari wanapita na wanaonyesha ukuu wote wa nchi, tukisherehekea siku ya madaraka ama siku ya uhuru. Hata ndege za kivita zinapita na askari wa kila namna wanakuja na urembo wao na band za kila namna, tukisherehekea siku ya kitaifa. Lakini kuna siku tunatarajia kusherehekea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku tunatarajia kusherehekea. Wale waimbaji wa kale wa Kikuyu walisema malaika watapanga line. Hiyo procession way itakuwa imerembeshwa. Bwana asifiwe. Na sisi tutapitia katika hiyo procession tukitangazwa washindi. Tukiimba wimbo wa ukombozi ambao malaika hawawezi kuuimba kwa sababu unabubujika kutokana na kazi njema ambayo Mungu ametutendea ambao hao hawakutendewa. There will be a great procession, the in-gathering of the harvest. When the harvest is taken into ile gala ambao ni eternity. Unajua mkishavuna sasa hakuna kulala na wasiwasi. Ati mavuno yanaweza kuharibiwa na kitu chochote. Unajua hata kama galo imeiva na imekauka, mnaweza kuamuka siku mkute imetombwa kama vile Samsoni alifanya. Akina Gideoni. Unakuta ameachilia mbweha, amewafunga, amewaasha moto. Mkiamuka mavuno mnakuta hakuna mavuno. Lakini wakati mavuno yanakusanywa na wekwa katika ghala, hasa ghala la Mungu, hakuna kitu kinaweza kuguza mavuno hayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So kutakuwa na hiyo siku ya kukusanya mavuno. Lakini ni mavuno yaliyoanza.
siku ya Pentekoste. Tutakutana na watu katika mavuno haya watuambie, wakati Petero alihubiri siku ya Pentekoste, mimi ndio niliokoka. Yesu asifiwe. Tutakutana na wao katika hiyo procession. Tutakuwa na enough time ya kuhadithiana, to be glorious. Tutakuwa na enough time ya kuinteract na Paulo. Tumuulize wakati ulikuwa unachanganyikiwa kufa na kukaa, ni nini kilikuwa kinaendelea ndani ya maisha. Asifiwe. Wakati ulikemea Petero waziwazi, ni nini kilikuwa kinakusumbua? Bwana asifiwe. Na tunakutana wote, tumeimba wimbo, tutawaona watakatifu na manabii, tutakula meza moja, kwa sababu tutakuwa mavuno yamekusanywa. Bwana Yesu asifiwe. So tukaendelea na tukaona ya kwamba mavuno haya yanahusu watu wa Yahudi na watu wa mataifa. Tumesoma vile Wasamaria waliamini. Mahali pengine inasema wakasherehekea kwa sababu waliona Mungu amewapatia mataifa toba. Bwana asifiwe. Na tukataja kitu kimoja hapo cha muhimu, tukasema ya kwamba katika feast zote zile zingine Mungu aliwakataza kutumia mikate iliyotiwa chachu. Katika feast hizo zingine zote walikatazwa kutumia mikate iliyotiwa chachu. Lakini katika feast ya Pentecost wanaambiwa walete mikate miwili iliyotiwa chachu. Walete mikate miwili iliyotiwa chachu. Na tukasema ya kwamba hiyo inaashiria vile watakuja kwa Kristo watu wa Yahudi na watu wa mataifa ambao ni wenye dhambi. Kwa sababu chachu inaonyesha dhambi. Watakuja watu aina mbili, watu wa Yahudi na watu wa mataifa ambao ni wenye dhambi, ili wapate utakaso katika Kristo. Naona kama mchungaji anataka kusema kitu. Amen. Nilikuwa nataka tu kusisitiza hapo ndio tulifikisha mwisho. Yeah. Na hukuanza hapo. Sasa hatukuwa tumefika hapo vile Wayahudi na watu wa mataifa. Tulimalizia hivi tukasema waliambiwa walete mikate miwili iliyotiwa chachu. Tukafikisha hapo. Waambia hapo ndio tutaanzia. Okay. Sasa ndio tunaanza. Kwa sababu nimebaki kidogo sana, ndio kwa maana nimeenda nyuma tufanye revision, kwa sababu kama tungeanza hapo tungekuwa tumemalizia kitambo. So wakaambiwa walete mikate miwili iliyotiwa chachu. Moja ya mambo ya kushangaza katika Pentecoste ni sadaka ya mikate miwili iliyotiwa chachu. Tunaposema mambo ya miwili, tutakuja kuona hata katika sikukuu ya tarumbeta, tutakuja kuona ya kwamba walitumwa nje watu wawili ili wakatazame kusimama kwa mwezi. Anapoongea kuhusu watu wawili, mara nyingi inapoongea kuhusu watu wawili katika Biblia inamaanisha Wayahudi na watu wa mataifa. Bwana asifiwe. Ndio watu wawili tofauti. Hata katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 2 inasema Kristo alikuja akalete amani kati ya Wayahudi na watu wa mataifa, kwa vile aliondoa kile kiambaza, the wall of partition aliondoa. Na inasema kutoka kwa hawa wawili akatengeneza mtu mmoja mpya. Kutoka kwa hawa wawili akatengeneza mtu mmoja mpya. Kwa hivyo inapoongea kuhusu watu wawili inamaanisha Uyahudi na watu wa mataifa. Wanapoambiwa walete mikate miwili
inamaanisha ni mikate miwili, watu wa Wayahudi na watu wa mataifa wenye dhambi watakaovunwa ili wapate utakaso ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo kwa kweli ndipo tulifikisha. Na hii ni kama nilivyosema, ina maana ya kina ya kiroho, kwa sababu watu hao wawili ni Wayahudi na watu wa mataifa wenye dhambi, wenye tatu, lakini wanawasilishwa kwa Mungu kupitia kwa Kristo. Na kupitia ukombozi dhambi inasamehewa. Wakati tunaongea kuhusu mavuno, kama vile kuvuna ni kazi. Kuvuna ni kazi. Ushapanda imekuwa, lakini hata siku ya mavuno mnajiandaa sawa sawa, kwa sababu ni kazi mnaifanyia yale mavuno. Hata haya mavuno ya kiroho ni kazi, lakini ni kazi inayofanywa na Mungu mwenyewe. Hata kama anatumia watu, lakini yeye ndiye anayefanya hiyo kazi kupitia kwa watu. So kupitia ukombozi tunaona ya kwamba dhambi inasamehewa, na hakuna mtu awezaye kumsamehe mwingine dhambi. Mavuno haya ni kwa sababu dhambi yake imeondolewa, na hakuna mtu awezaye kuondoa dhambi kwa mwingine. Hiyo ni kazi ambayo ni Mungu. Tunakumbuka Wayahudi walimuinukia Yesu wakati aliapia jamaa mmoja, dhambi zako zimesamehewa. Wakamwambia, wewe unajifanya nani unasamehe dhambi? Na Mungu peke yake ndiye anasamehe dhambi. Lakini Yesu akawauliza, ni gani ngumu? Ni kumwambia huyu jamaa dhambi zake zimesamehewa, ama ni kumwambia inuka utembee? Ili muamini, akaambia yule jamaa inuka utembee. So hakuna mtu awezaye kusamehe dhambi ila Mungu. Yesu alikuwa anataka kuonyesha Wayahudi yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ukombozi waamini wanatakaswa. Na hakuna mtu awezaye kutakasa mwingine. Hii kazi ya mavuno inahusisha ondoleo la dhambi, inahusisha utakaso, na hiyo ni kazi ambayo haiwezi kufa. Kile kinatufanya tuwe vitu manage, kile kinatufanya tuwe manage, ama kama anasemekana tutang'aa kama nyota za mbinguni, ni ile kazi tumefanyiwa ili tuwe mavuno ya Mungu. Kazi moja ni kuondolewa dhambi, kazi nyingine ni kutakaswa. Hayo ndio mambo yanayotufanya mavuno, ndio mambo yanayotufanya vito vya dhamana, si ndio? Tunakuwa wa dhamana. Katika Warumi 8 inasema wale aliowajua kimbele aliwachagua kimbele ili wawe wa kufananishwa na mwana wake, ili yeye awe limbuko la watoto wengi wa baba mmoja. Na inasema wale aliowajua aliwaita, wale aliowaita aliwahesabia haki, wale aliowahesabia haki aliwatakasa, wale aliowatakasa aliwatukuza, he glorified them. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu mavuno, tunaongea kuhusu the spirits of men glorified by God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ndio mavuno, hayo ndio mambo ambayo Mungu ataonyesha. Na ndio tukasema katika Wakolosai inasema alitutoa kwenye ufalme wa giza akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wake. Ni roho ambazo zimebadilishiwa maisha, ni roho ambazo zimebadilishiwa asili.
Siku moja Yesu alienda na Petero na Yohana na Yakobo katika ule mlima wa Transfiguration. Wangapi wanakumbuka hayo mambo? Walienda kwenye mlima wa Transfiguration. Na wakiwa wanamtazama yule Yesu walimjua na walitembea naye miaka hiyo yote 30, miaka 3.5. Walipomtazama wakaona amekuwa mwingine. Bwana asifiwe. Amejawa na utukufu ambao hawajawahi kuona. Walikula na yeye, walitembea na yeye, walimuona akifanya miujiza, walimuona kila siku, lakini hawakuwahi kumuona akiwa jinsi walivyomuona pale wakati walitokea Musa na Elijah kugongea pamoja naye. Lakini siku chache kabla ya kitukio hilo, alikuwa amesema kuna wengine wenu hapa hamtaonja mauti bila kuona ufalme wa Mungu ama utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So Petero na Yohana na Yakobo waliona safari ambayo Mungu anatupeleka itaishia wapi. Tutakuwa watu glorified. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipomtazama katika transfiguration yake, Mungu alikuwa anawaonyesha hiyo safari yao ya imani katika Kristo itaishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu we are being perfected ili tuwe na the stature of the perfect man who is the Lord Jesus Christ. And on that day they saw him glorified. Amen. Bwana asifiwe. Wapendwa, safari tunayoienda, safari ya imani tunayoitembea, kile ambacho tunakitazamia hapa mbele tulionyeshwa katika mlima wa Transfiguration. That is how we shall be. And you have, Hebrews 12, you have come to the spirits of just men made perfect. Bwana asifiwe. Amen. Mambo haya ni vile tu Mungu anatufunuliana kidogo kidogo, so that we are not overwhelmed. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akitufunulia mambo ambayo yanatugojea, hata wengi wetu wangesema hakuna haja ya kugojea twende. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni mambo ya ajabu. Ni mambo na ni kazi ambayo imefanywa na Mungu. Amen. So utakuta ya kwamba mahali ambapo peke yake Yesu anaongea kuhusu tatu kwa uzuri. The only place where Jesus speaks positively about the East ni wakati anafananisha ufalme wa Mungu na tatu. Anasema ufalme wa Mungu nitaufananisha na nini? Nitaufananisha na tatu kidogo iliyowekwa kwenye mkando, ikatapakaa ikajaa kote. That is the only place anaongea positively kuhusu tatu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu ambacho kikiwekwa kidogo kinaenea haraka. Hivyo ndivyo ufalme wa Mungu ulivyo. Hiyo ni Luka 13 mstari wa 20 na ule wa 21. It is like leaven which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened. Bwana Yesu asifiwe sana. So kazi ya ukombozi inaondoa utumwa wa dhambi. Atamzaa mwana utamuita Yesu kwa sababu ndiye ataokoa watu wake kutoka dhambi zao. Mathayo 1:21. Yohana 8:34 mstari wa 34 na 36, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Na Warumi 6:20 na 22 pia inaelezea waamini kuwekwa huru kutoka dhambi.
na kazi ya kutakaswa inafanywa na Roho. Roho si tu anaokoa, bali anatakasa, anaosha waumini, na kuoshwa ni kuondolewa dhambi na all the effects of sin. Bwana asifiwe sana. Tunapoondolewa dhambi na uchafu wote wa dhambi na kutukuzwa, ndio tutakuwa vito ambazo Mungu atafurahia kuvionyesha. Bwana asifiwe sana. Maonyesho ya Mungu ni ya kujitukuza yeye mwenyewe. Ni Mungu kufurahia kazi ambayo yeye mwenyewe ameifanya. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu ataidhihirisha. Petro wa kwanza 1:2, tunamalizia sasa. Petro 1:1 Petro wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 2 inasema, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit. Through sanctification of the Spirit. Hii tunaelezea ni kazi ambayo imefanywa kwetu hata tuwe watu ambao sasa wanashiriki katika the ingathering of the harvest. Tukasema pia harvest ni kazi. Kuna kazi hata mkitoa mavuno shambani mnakaa chini kutengeneza. Sasa hii ndio kazi ambayo inatufanya kuwa mavuno yatakayoingia kwenye ingathering. Kama tulivyosema, alisema mtasherehekea siku ya mavuno na pia siku ya kuleta mavuno yote pamoja mwishoni mwa mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakaswa na Roho. Pia Petro 1 sura ya kwanza na mstari wa 2, sanctification of the Spirit unto obedience. Tunatakaswa ili tuweze kutii. Hiyo inaeleweka? Tunatakaswa na Roho ili tuweze kutii. Wale wa sheria wanahubiri ya kwamba tunatii ili tupate utakaso, lakini neno linatuambia tunatakaswa ili tuweze kutii. Sio, neno ni mambo mawili tofauti. We are sanctified unto obedience. We do not obey unto sanctification. Those are two different things. Ni wakati Roho amefanya kazi ndani yetu ndipo tunaweza kutii. Bwana asifiwe. Wathesalonike wa pili 2:13, God has from the beginning chosen you to salvation. Mungu amewachagua tangia mwanzo ili muokolewe kupitia kutakaswa na Roho. Mnaokolewa kupitia kutakaswa na Roho. Bwana asifiwe sana. So mtu ambaye anataka kujitakasa yafungue moyo wake, Roho wa Mungu amfanyie kazi. Hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine ya kujitakasa. Bwana asifiwe sana. Ni kufungua moyo, kuruhusu Roho wa Mungu afanye kazi. So inasema Mungu alichagua ili tuokolewe, lakini Mungu anatuokoa kupitia kutakaswa na Roho. Bwana asifiwe. Warumi 15:16 inaonyesha mataifa yakitakaswa na Roho Mtakatifu. So utimilifu mkuu wa Pentekoste ni katika Kristo. Sikukuu ya majuma hatimaye inaelekeza kwa ukombozi uliotimizwa na Yesu Kristo. Kupitia kwa Yesu Kristo, Roho amemwagwa juu ya kanisa ili kanisa lizalike. As many as are led by the Holy Spirit, they are the children of God. Bwana asifiwe. Warumi 8, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he is none of his.
Yeyote ambaye hana roho wa Kristo si wake. Ndio inasema Warumi 8. Na wote wanaoongozwa na roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So roho amemwagwa ili kupiga muhuri ndani yetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Sisi ni mwili. Tunaposema wana wa Mungu ni kwa sababu tumeingizwa ndani ya Kristo ambaye ni mwana wa Mungu. Mwili wa Kristo lazima uwe ni wana wa Mungu kwa sababu Kristo ni mwana wa Mungu, ama sivyo? So kupitia yeye roho amemwagwa, kama vile manabii walitabiri tangia mwanzo, na tukataja Yoeli vile alitabiri. Kupitia kwa mambo hayo kanisa limezaliwa, na mavuno ya roho za wanadamu yameanza siku ya Pentekoste, na tumesema hayo mavuno yanaendelea hata wa leo. Na tukasema tujitahidi wakati tutapeleka mavuno, tusisimame bila mavuno yoyote kwa Mungu. Tukikosa mavuno haimaanishi hatutaokolewa, lakini hatutapata taji ya mavuno. Kile ambao wenye kuleta mavuno watapata, sisi hatutakipata. Kwa hivyo ni vizuri jitafutia angalau mtu mmoja ambaye utapeleka mbele za Bwana. Bwana asifiwe sana. Haya ni mavuno, haya ndiyo mavuno yangu, na kupitia hiyo ufalme unaendelea duniani, na kukusanya kwa mwisho kwa watakatifu kutatokea bila shaka. Kwa hiyo Pentekoste inamfunua Kristo kama Bwana wa mavuno. Bwana asifiwe. The Lord of harvest. Pentecost reveals Christ as the Lord of harvest. Na ukumbuke mavuno haya yanafanyika wakati yeye ameshapaa, lakini yanafanyika chini ya mwelekezo wake. Kama alivyosema, mavuno ni mengi, wafanyikazi ndio wachache. Sikukuu ya Pentekoste inamfunua Kristo kama Bwana wa mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Na siku moja maneno yaliandikwa kwenye kitabu cha Waebrania sura yake ya 2, atasema kwa Mungu ndio mimi huyu pamoja na watoto ambao ulinipatia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapokea urithi, kwa sababu urithi ulikuwa ni wake, lakini sasa anakuja kupokea urithi kwa Mungu, si peke yake, lakini ni pamoja na wewe na mimi. Ndio anaambia Mungu, nimekuja sasa kuchukua urithi wangu pamoja na hawa watoto wote ambao ulinipatia. Na neno linasema tukimkana hapa duniani, na yeye atatukana siku hiyo, lakini tukimwamini atalitaja jina letu hiyo siku ya kupokea urithi wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tazama, ndio mimi huyu pamoja na watoto ambao umenipatia. Bwana wabariki sana. Amen. Neno lake lizidi kupanuka na kuleta mwanga katika imani yetu. Asanteni sana. Karibu ndugu mchungaji. Amen. Haya, tutulie tu kidogo, kuna swali. Hata nilifikiri tutatoa nafasi ya maswali, hatujatoa. Swali. Kulingana na venye umeelezea the manifestation of sons of God. Yes. Then we present the work that we did. Kuna hii scripture iko First Corinthians chapter 3 from verse 11. Hapo inatuelezea ya kwamba maybe inaweza isoma. First Corinthians chapter 3 from verse 10 inasema ya kwamba not verse 10 but verse 11 inasema ya kwamba for no other foundation can anyone lay than that which is ready, which is Jesus Christ.
Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, or straw, each one